kutafasiri maono na dhamira ya Daktari Samia ya kumtua mama ndoo kichwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda, pamoja na dhamira nzuri Mheshimiwa Waziri ulionayo, ni kuombe utazame sana mkoa wa Mara. Katika tafiti ambazo zipo za sasa Mheshimiwa Waziri, ukiangalia hata tafiti zako katika mikoa yote 26, utatambua kwamba mkoa wa Mara ndio mkoa ambao kama sio wa mwisho basi ni wa pili kutoka mwisho kwa changamoto kubwa sana ya maji. Na wakati tunakumbana na changamoto hii Mheshimiwa Waziri, ni mkoa ambao unazungukwa na maji kwa asilimia isiyopungua 60 kwenda mpaka 70. Nitakupa mfano wilayani kwangu Rorya mimi peke yake Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, mimi nazungukwa na maji kwa maana ya ziwa hili Victoria ambalo linatoa maji kwenda mahali marefu, yanakwenda Nzega, yanakwenda Dodoma na maeneo mengine, ninazungukwa na maji asilimia 77. Yaani eneo la nchi kavu ambalo tunaishi sisi na kufanya shughuli zetu za kiuchumi ni asilimia 23 peke yake. Asilimia 77 ni maji peke yake. Lakini unaweza kaona katika wilaya zote za mkoa wa Mara, wilaya ambayo ina changamoto kubwa ya maji ni wilaya ya Rorya. Natambua juhudi zako na kazi kubwa nzuri uliyofanya awamu iliyopita, kwa miaka iliyopita. Umenisimikia miradi kadhaa pale, lakini miradi ile imesimama. Mheshimiwa Waziri, ninakuomba pamoja na majibu mazuri utakayotoa hapa leo, sina sababu ya kushikia shilingi, lakini upange namna ya kufanya ziara. Twende kutafuta tukatembelee miradi ile ambayo Daktari Samia ametupa fedha, lakini miradi mingi imesimama na haitoi maji. Mheshimiwa Waziri, nakutegemea sana, kwa sababu kwa kufanya hivyo ninaamini tutaondoa manunguniko ya wananchi kwenye maeneo yale. Upo mradi wa miji 28 Mheshimiwa Mwenyekiti. Nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri, najua ni juhudi zako wewe. Bila wewe wana Rorya wasingepata ule mradi pamoja na Tarime. Ulikwenda ukamshawishi Mheshimiwa Rais, akaridhia mradi ule uingizwe kwenye budget na sasa unatekelezwa. Lakini mradi ule Mheshimiwa Waziri unakwenda kwa kusuasua sana. Tuombe fedha, na mimi nichukue nafasi kuomba sana Wizara ya Fedha wautazame mradi ule. Mradi ule ndio suluhisho la changamoto ya maji kwenye wilaya zaidi ya 3. Population zaidi ya watu 200,000 wanakwenda kutatuliwa na changamoto ya maji kwa kukamilika kwa mradi ule. Niombe sana Wizara ya Fedha watoe fedha ili mradi ule uweze kukamilika. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kutambua na changamoto zilizopo, mimi nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwamba wakati tunaingia 2021 changamoto ya mkoa wa maji tulikuwa kwenye asilimia 54 peke yake. Sasa tupo kwenye asilimia 81. Nikuombe weka nguvu chini, kazana kadri unavyoweza Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, ili na sisi tuondokane na changamoto ya maji kwenye maeneo yetu. Sasa Mheshimiwa Waziri, mimi nikuombe mambo mahususi kama matatu. La kwanza, upo mradi wa kata ya Ng'ombe. Mradi ule ndio mnaoita mradi wa Nyihara. Daktari Samia ametupa zaidi ya milioni 600 Mheshimiwa Waziri. Hebu tazama mradi ule, leo wananchi wa kata ile zaidi ya 20,000 hawapati maji safi na salama, pamoja na kupewa milioni 600 kwa sababu ya upungufu wa milioni 20 peke yake ya kukamilisha kuwalipa watu wa TANESCO waweze kuunganisha maji kwa kutumia umeme. Milioni 20 hii Mheshimiwa Waziri, mimi ninaamini ukitamka leo haina sababu ya kusubiri bajeti ya mwakani. Mradi wa milioni 600 tayari tumeshakamilisha. Milioni 20 ya kuwalipa TANESCO waweze kuweka transformer pale, wananchi wanufaike. Angalia mradi umesimama na nimeona kwenye bajeti humu tunaambiwa mpaka 2027. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, utakaposimama jioni ya leo uweze kusema neno. Lakini la pili Mheshimiwa Waziri, ambalo ningetamani nikushauri ni kwenye hizi jumuiya za maji. Zinahangaika sana, miradi imetupa sana kule vijijini. Unakuta mtu ameishiwa luku ya shilingi 20,000, mlolongo wa maombi ya kununua luku anaanza yeye, inakwenda inapitishwa na wilaya, inakwenda mkoani, inakuja HQ, inakwenda hazina, shilingi 20,000 peke yake wananchi wamekaa wanamsubiri. Niombe ufumue utaratibu huu, ikiwezekana kama unaweza kuishia ngazi ya mkoa, ili angalau tupunguze manunguniko, kwa sababu miradi ipo lakini nakaa muda mrefu haiwezi kutoa maji. Lakini Mheshimiwa Waziri, ni kuombe la pili, tumepewa mitambo ya kuchimba visima. Gharama za kukodisha